Matajiri wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba hakika msimu huu wamepania kufanya makubwa kweli kwa sababu pesa kwao si shida. Wamekuwa wanafanya kile ambacho kinahitajika. Wa South Africa wawili wametua katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, lakini kuondoka kwa kocha Fadlu Davids mapema tu amekuja kocha mwingine ambaye haikuchukua muda yeye kutambulishwa kwa sababu dharau zimekuwa nyingi sana na msimu huu wanataka kufanya makubwa. Nipo na taarifa ambayo inamhusu Alan Okello kutua katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini yeye akitua wanakuwa wachezaji 13, mmoja anatakiwa kupungua. Unajua nani ambaye ameonyeshwa mlango wa kutokea? Kwanza subscribe of Pitch TV uyapate yale mengi ya kimichezo. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, the voice of miracles, lakini kwa nyakati zote tutakuwa tukipewa nguvu na Bati Quality. Hawa ni mabingwa wa kuzalisha mabati. Wana aina zote za mabati. Mabati ya mgongo mpana, mgongo mwembamba, yale ya mfano wa vigae, pasipo kusahau yale ya matili ya chenga. Ukiagiza mabati na Bati Quality, usafiri na misumari kwao ni bure. Wana waranti zaidi ya miaka 10. Wasiliana nao kwa namba ambayo napita hapo chini. Sasa twende sambamba kujua nini ambacho kinaendelea kwa hivi sasa katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba baada ya kikao cha muda mfupi kilichofanyika kuhusiana na nini ambacho kinaenda kutokea kwenye msimu huu. Taarifa inasema hivi: uongozi wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba bado haujakata tamaa ya kuipata saini ya mkali wa mabao ambaye ni striker wa timu ya taifa ya Uganda the Cranes, na si mwingine ambaye anakipiga katika klabu ya Vipers ya nchini humo, Alan Okello, ambapo wamepeleka upya ofa ya kumtaka nyota huyo kupitia dirisha dogo la usajili litakalofunguliwa Disemba mwaka huu. Ikumbukwe ya kuwa wakati dirisha kubwa la usajili hivi karibuni, miongoni mwa wachezaji ambao Simba ilikuwa imewaweka katika nafasi za juu kabisa kuwapata ni pamoja na Alan Okello, lakini dili lake lilikwama baada ya kushindwa kuafikiana katika baadhi ya mambo ya klabu yake ya Vipers United. Safari hii Simba wametuma posa ya kumtaka nyota huyo mapema ili kuona wanaipata saini yake ili kuja kuongeza nguvu katika safu ya ushambuliaji ya timu hiyo, akishirikiana na wakali wengine kama Jonathan Soa, Elim Panzu, Suleiman Mwalimu na Steven Dese Mukwala ambaye ni Mganda mwenzie. Taarifa za uhakika ambazo tumezipata zinaeleza kwamba viongozi wa klabu ya Simba tayari wameanza mazungumzo na wakala ama wawakilishi wa Vipers United sambamba na management ya mchezaji ili kukamilisha usajili wake aje kuongeza nguvu katika safu ya ushambuliaji ya timu hiyo katika ligi kuu ya NBC Premier League na ligi ya CAF Champions League. Michuano ya kimataifa ambayo ipo kwa hivi sasa ana uwezo wa kusajiliwa na kuongezeka pasipo kupungua kwa mchezaji mwingine, lakini taarifa zinaeleza kwamba Simba inaweza kuachana na kiungo mshambuliaji wake wa kimataifa Neo Maema, raia wa Afrika ya Kusini, na nafasi yake kuzibwa na Alan Okello ambaye amekuwa chaguo namba 1 ya viongozi na benchi la ufundi la klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Nyota huyo ni miongoni mwa wachezaji waliong'ara katika michuano ya kimataifa ya CHAN ambayo ilitimua vumbi katika nchi 3: Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Vyanzo vya taarifa vinaeleza kuwa mazungumzo ya Simba na Vipers yamefikia hatua nzuri ya makubaliano na siku si nyingi mchezaji huyo atakuja katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Zimebaki siku 28 tu kumuona Alan Okello akitua katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba na kuvaa jezi nyekundu, nyeupe pamoja na blue kuhakikisha kwamba anafanya vizuri na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo Neo Maema anaondoka, Alan Okello anakuja. Wewe kama shabiki wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, taarifa hizi kwako zimekaje? Ni sahihi kwa Neo Maema kuondoka na kuja kwa Alan Okello? Je, unadhani Neo Maema anahitaji kupewa muda na kadhalika? Lakini taarifa hizi tumepenyezewa na mchezaji wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ambaye ni Jonathan Soa. Kwenye baadhi ya interview ambazo yeye amezifanya, alilitaja jina la Alan Okello kana kwamba anajua kuwa anakuja kuungana naye. Hawa ni wachezaji ambao taarifa huwa wapo nazo, na hii taarifa
ndio ikatufanya sisi tuchimbue na kuona nini ambacho kinaendelea, na tukagundua kwamba Alan Okello anakuja katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini ukitazama msimamo wa ufungaji bora ndani ya ligi kuu msimu huu 2025-2026, jina la Jonathan Soa lipo hapo. Mkali huyo wa Simba mpaka sasa amefanikiwa kupachika nyavuni mabao mawili. Soa alisajiliwa na Simba akitokea Singida Black Stars, ambapo katika mechi 15 za mashindano yote alifungia timu hiyo mabao 14, yakiwemo 13 ya ligi kuu na moja la kombe la shirikisho yani FA. Hii ni katika msimu uliopita. Kabla hata ya ligi kuu kuanza kuonyesha cheche zake katika mechi za kirafiki dhidi ya Kaharaba Ismailia ya Misri, alitumika kama sehemu ya mazoezi ya wekundu wa Msimbazi wakati alipokuwa akijiandaa na kuanza kwa msimu mpya huko Ismailia ya Misri. Striker huyo Mgana tangu awali alitamba kuwa ataanzia pale alipoishia, kwa maana msimu uliopita yale magoli ambayo aliyafunga basi ataendelea akiwa na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Soa tayari ameonyesha dhahiri kuanza vizuri maisha na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kutokana na kile ambacho amekifanya. Yeye alisema hivi baada ya mechi ya kirafiki ya kwanza akiwa na uzi wa timu hiyo na hata mazoezini, amekubali ubora wa wachezaji wenzake, akisema uwepo wa viungo bora na hata mabeki wazuri kutaipa nafasi vyema ya klabu hiyo ya Simba kuweza kufanya vizuri msimu huu. Aliendelea kusema kwamba tulifanya maandalizi ya kutosha, tulicheza mechi kadhaa. Jambo zuri ni kwamba tunaendelea kuimarika kama timu. Tukishapata muunganiko tutakuwa hatari zaidi, na watu wasubiri majibu zaidi msimu huu kupitia miguu yangu, yani miguu yake. Aliendelea kwa kusema pia, nafurahi niliingia na kufunga kwangu katika mchezo dhidi ya JKT Tanzania. Mimi ni kitu ambacho hakinifanyi nijishangae kufunga, kwa sababu hii ni kazi yangu. Kitu muhimu zaidi ni kuona tuna timu nzuri hapa, kuna viungo bora na hata mabeki wenye viwango vikubwa zaidi. Msimu uliopita Soa alimaliza na mabao 13 kupitia mechi 14 baada ya kusajiliwa dirisha dogo na klabu ya Singida Black Stars. Soa alimalizia kusema kuwa ubora na utamu zaidi utaanza kuonekana ikifika Disemba, kwani kuna mchezaji ambaye alifanya vizuri sana katika michuano ya CHAN atakuja kuungana nasi, na naamini zile assist ambazo alikuwa akizitoa basi atanipa mimi na nitafanya kile kilichokuwa bora. Nipo tayari kumpokea na nitafanya naye vizuri kazi, lakini kubwa zaidi namkaribisha na ataenjoy yeye kucheza katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kama sisi ambavyo tunaenjoy. Sasa baada ya maneno haya tukajaribu kuongea na watu wa ndani wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, tukapata taarifa kuwa Alan Okello yupo njiani kujiunga na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na Jonathan Soa ndio mtu ambaye ametoa kodi hiyo kuwa Neo Maema huenda kaondoka, kwa sababu kutokana na maongezo aliyoongea na nafasi ambazo zinachezwa ni hizo, Neo Maema na Alan Okello. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, asante kwa kuwa nasi kwa wakati wote. Na kama unataka kutangaza biashara yako basi tucheki kwa namba ya simu ambayo inapita hapo chini, ili leo miongoni mwa wale ambao wanatangaza biashara zao na Off Pitch TV kama ilivyo kwa Bati Quality. Bye bye mpaka wakati mwingine tena.